Habari za mchana mpendwa mtazamaji wa Star TV. Karibu katika Star TV Adhuhuri. Langu jina ni Lilian Ruguga. Ninakukaribisha tuanze taarifa yetu ya habari. Serikali imeendelea kuhimiza watumishi wa sekta ya afya nchini kufanya kazi kwa weledi na kujituma katika kuwahudumia wagonjwa, huku juhudi zaidi zikihitajika ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Taarifa zaidi na Laudence Simkonda. Hayo yameelezwa na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati wa ziara yake ya kikazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Akizungumza na watumishi wa hospitalini hapo, Dr. Samizi amesema serikali imeendelea kuboresha huduma za afya kwa kununua vifaa tiba vya kisasa ikiwemo CT scan, X-ray, ultrasound na MRI, lakini akasisitiza kuwa juhudi za watumishi katika kutoa huduma bora bado ni muhimu. Haijalishi miundombinu ni chakavu, wananchi wetu wanahitaji huduma bora. Mheshimiwa Rais amenunua CT scan 32. Ni mashine kama na hapa kwetu Mbeya ipo. Vile kwenye X-ray, digital X-ray amenunua zaidi ya digital X-ray 400, ultrasound zaidi ya 400. Hii agenda mama ameibeba. Mheshimiwa Rais, hii ni agenda yake ya hii afya. Kwa hiyo tusimwangushe, anawategemea nyie ili muweze kulifanikisha. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya Dr. Abdalla Mbaga amesema uchakavu wa majengo ni changamoto kubwa inayoikabili hospitali hiyo kwa sasa. Hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwepo ukosefu wa jengo la kutolea huduma za wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD complex. Hospitali ina uhitaji wa jengo la huduma za mama na mtoto kwa maana ya maternity complex ambalo lililopo kama ulivyoliona miundombinu yake ni michakavu sana. Mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo Dr. Julius Kaijage ameishukuru serikali kwa kuendelea kuwekeza katika sekta ya afya, huku mwakilishi wa mkoa wa wilaya ya Mbeya Levota Chacha akibainisha kuwa maboresho ya huduma za afya yameendelea kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi. Sisi lengo letu kama bodi ni kuhakikisha kwamba tunasimamia huduma kwa mwananchi, ili uwekezaji ule wa serikali mwananchi aweze kuona matokeo chanya ya uwekezaji wa serikali. Mheshimiwa Rais ametutendea haki. Kiukweli Mbeya tumetendewa haki. Kwanza tumepewa jengo lile la mama na mtoto pale Meta, hospitali yetu ya Meta, lakini tumepewa vifaa vya kisasa MRI na CT scan. Tulikuwa hatuna hapo nyuma, lakini sasa tuna mitambo karibia yote. Kwa wananchi wetu hawapati shida. Serikali imesisitiza kuwa kuimarishwa kwa miundombinu ya hospitali pamoja na upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa ni sehemu ya mkakati wa kuboresha huduma za afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto nchini. Laudence Simkonda, Star TV, Mbeya. Na tukielekea mkoani Morogoro, wafugaji wilaya ya Kilosa wametakiwa kujiepusha na baadhi ya watu wanaoingia kinyemela na kutoa chanjo za mifugo bila kushirikiana na wataalamu, ikisababisha ugumu kwenye kuhakiki ubora wa dawa zinazotolewa, lakini pia takwimu sahihi kuonesha mifugo iliyopatiwa chanjo. Taarifa zaidi na Omar Hussein.
Ni zoezi la chanjo ya mifugo, kinga kwa magonjwa ya mapelengozi kwa ng'ombe na homa ya mapafu kwa mbuzi na kondoo, linalotekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali na wataalamu kutoka kampuni ya Anthem ya mkoani Arusha. Rasmi zoezi hilo limeanzia hapa kijiji cha Kimamba A, wilaya Kilosa. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wilaya Kilosa, ipo dosari kwa baadhi ya watu kuingia kinyemela wakiwarubuni wafugaji kutumia chanjo bila kuwa na usimamizi wa serikali. Kuna baadhi ya watu wa sekta binafsi ambao wanaingia kwenye wilaya yetu kinyemela. Wanawasiliana na wafugaji, wanakuja wanachanja, wanaondoka. Hasara yake ni kwamba kwanza tunakosa takwimu sahihi ya mifugo iliyochanjwa. Inapotokea shida baada ya chanjo, sasa kama mfugaji amechanjiwa na mtu ambaye hajaratibiwa na wilaya, basi hata namna ya kumfuatilia inakuwa ni ngumu. Tayari imekwisha ripotiwa kuleta madhara, baadhi ya wafugaji kulalamikia huduma ikiwemo chanjo kutoendana na matakwa yao. Magonjwa haya yamekuwa yakiathiri mifugo yetu. Kwa hiyo tunapoona tunasaidiwa na serikali yetu upatikanaji wa chanjo, basi ni lazima tupokee. Kweli kuna kiki tulitibu ng'ombe, lakini bado ule ugonjwa wa mapelengozi iliingia na ugonjwa ule wa kwato. Ile ndio kiboko, yani ile kuanzia mwaka juzi tuna miaka 3 kufundisha haijapona ng'ombe. Zaidi ya mifugo 170,000 ng'ombe na mbuzi imepangwa kufikiwa na chanjo hizo, wafugaji wakitakiwa kuchangamkia fursa hiyo. Tunaweza tukasaidia hizi huduma kwa haraka kwa wafugaji. Tunaposema wafugaji wafike vituoni saa 1, tunamaanisha saa 1 kweli, kwa sababu hizi chanjo zinatakiwa ziwe kwenye cold chain. Sasa wakati mwingine vishoka, nitumie neno vishoka, yeye hata ikishakuwa ile barafu imekwisha, yeye anaendelea kuchanja tu. Mpango huo wa chanjo ni utekelezaji wa mipango ya serikali kuboresha sekta ya ufugaji. Utekelezaji wake unaendana pia na utatuzi wa changamoto mbalimbali ikiwemo miundombinu na uhakika wa malisho. Dhamira Mheshimiwa Rais ni njema sana, kuwapa hadhi wafugaji wetu wa Tanzania, lakini kuipa hadhi na daraja ambalo hata mifugo yetu itakapokwenda katika masoko ya nje iweze kuwa na kiwango. Zoezi hilo la chanjo linalotekelezwa kwa ushirikiano ni sehemu ya mipango ya serikali kutaka kutokomeza kabisa magonjwa ya mifugo kama mapelengozi na homa ya mapafu katika kipindi cha miaka 3. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hoseni wa Star TV. Katibu wa INEC itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Kenan Kihongosi ametembelea mradi wa kufua umeme wa jua uliopo katika kijiji cha Kayenze, kata ya Ukune, halmashauri ya Ushetu mkoani Shinyanga, ambapo ameeleza kuwa utasaidia kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara kwa kuwa kutakuwa na umeme wa uhakika. Adam Luhomwa ana taarifa zaidi. Kihongosi ametembelea mradi huo akiwa katika ziara yake mkoani Shinyanga, ambapo ameeleza kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 11 katika utekelezaji wake, huku ukinufaisha zaidi ya wananchi 11,000 wanaoishi katika eneo hilo. Mradi ambao umegharimu zaidi ya bilioni 11, fedha ambayo imetolewa na serikali kuhakikisha wananchi wa Ushetu na maeneo mengine nchini wanaweza kupata umeme wa uhakika, ikiwemo kata hii ya Ukune. Na jambo hili ni jambo zuri na la kupigiwa mfano. Kwa nini? Mheshimiwa Rais amekuwa na ajenda ya nishati safi, lakini kwenye nishati ya uhakika kuna maendeleo ya uhakika. Huu ni moja kati ya mradi ya kielelezo ambayo mtu binafsi ameuanzisha na anachangia megawati 5 kwenye gridi ya taifa. Na lengo letu litakwenda kufanikiwa ikiwa tu tutafanya kazi vizuri na jamii kama ambavyo umeelekeza Mwenyezi wetu. Katika hatua nyingine, katibu wa INEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa Kenan Kihongosi amekagua daraja la Ushetu linalounganisha mikoa ya Tabora, Geita na Shinyanga, ambapo amesema kukamilika kwa daraja hilo kutapunguza kwa kiasi kikubwa hasara zilizokuwa zinawakumba wakulima, wafugaji na wafanyabiashara, hasa wakati wa msimu wa mvua ambapo walishindwa kuvuka kwenda ng'ambo ya pili. Wakati tunaingia hapa, ninapoangalia huu mradi ni mradi mkubwa sana. Ni mradi ambao inavyoonyesha kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na adha kubwa sana hapa, kwamba wananchi walipata shida kubwa namna ya kuvuka, namna ya kupata mahitaji na mambo mengine mengi. Lakini mbaya zaidi, imeonekana pia daraja hili limeondoka na maisha mengi ya watu. Vifo vilikuwepo hapa, kina mama walikuwa wanashindwa kwenda kujifungua, lakini masuala ya uchumi, miundombinu ilikuwa haijaunganika bado, kwa sababu
Daraja hili linaunganisha mikoa mitatu kwa maana ya Geita, Tabora pamoja na mkoa huu wa Shinyanga. Sasa nitumie fursa hii kuambia wananchi wa eneo hili kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani yake kitaendelea kuleta huduma bora kwa wananchi wake. Baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameeleza matarajio yao baada ya kukamilika kwa miradi hiyo muhimu katika kukuza uchumi. Kwa mradi huu wa umeme tunashukuru umetufikia hapa Kayenze. Ila cha kuomba, tunaomba mtusambazie kila kaya ipate umeme. Tunapata manufaa kwa kuona uchomeleaji wa mageti ulikuwa haupo. Tulikuwa tunahangaika saa zingine huko. Mara nyingi na saluni zilikuwa hazipo. Sasa hivi tunashukuru mashineni na zenyewe zinakimbia. Tunashukuru sana mradi wa umeme. Katika ziara hiyo kiongozi amesisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha amani na utulivu. Adam Luhomwa, Star TV. Na tunasonga mbele katika adhuhuri tukirejea hapa mkoani Mwanza ambapo serikali imeitaka halmashauri ya wilaya ya Kwimba kuzingatia maelekezo ya kutenga 30% ya fursa za manunuzi kwa ajili ya kunufaisha watu wanaohitaji mikopo ya 10% ili waweze kujiendeleza. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Hatua hiyo imeelezwa kwa maana ya kuwezesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambavyo tayari ni wanufaika wa mkopo wa 10% inayotolewa na halmashauri kupata kazi na zabuni zitakazowasaidia kujiendesha. Hafla fupi kwa ajili ya kutoa mikopo kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza. Serikali inaweka wazi umuhimu wa vikundi kuviweka katika fursa za manunuzi kama ilivyoelekezwa. 30% yanayofanyika kwenye manunuzi yote, halmashauri zihakikishe vikundi ambao ni wanufaika wa 10% wapewe kipaumbele. Maana kupewa kipaumbele ni jambo moja, lakini tunataka nao wasitumie hiyo fursa vibaya. Fedha hizi sasa zinatolewa katika vikundi ambavyo ni sehemu ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri na kwamba zinatarajiwa kuwa zenye mapinduzi ya kiuchumi kwa jamii. Tunashauri sana waende wakazitumie kwa matumizi yaliyokusudiwa, yaani malengo yale. Kama uliomba kwa ajili ya kwenda kulima, basi utafanya shughuli ya kulima ili uweze kurudisha. Wanufaika wameeleza umuhimu wa mkopo huu kwa maendeleo yao. Ambacho sasa hivi naenda kukifanya, niliomba kwa ajili ya kufungua kiwanda cha ufyatuaji wa tofali. Kiwanda hiki kinaenda kuajiri vijana 15. Uwezo wa kujisimamia kama sisi kama vijana tumeweza kujenga, kila mmoja ameweza kuwa na nyumba, ameweza kuendesha samani, ameweza kuendesha familia zake kama binafsi, kusomesha watoto ikiwemo. Kwa hiyo tunashukuru sana. Halmashauri imefanikiwa kutoa kiasi cha shilingi milioni 246 kati ya shilingi milioni 369 zilizokopwa. Sudi Shaban, Star TV, Kwimba, Mwanza. Na tuelekee huku katika taarifa nyingine ambapo inaelezwa kuwa wanawake nchini wametakiwa kutambua kuwa wana haki sawa katika umiliki wa ardhi kisheria pamoja na kuitumia kama fursa ya kiuchumi ili kujiletea maendeleo na kuondokana na umaskini. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake mwandishi wetu Emmanuel Mikael. Hii katika zoezi la utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wanawake na wasichana kwenye kliniki ya masuala ya ardhi mkoani Singida, ikiwa ni sehemu ya shughuli mbalimbali zinazoendelea kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo hufanyika Machi 8 kila mwaka. Kupitia kliniki hiyo, wanawake na wasichana wa mkoa wa Singida wamepatiwa na wanaendelea kupatiwa elimu na huduma mbalimbali za kiardhi ambazo ni pamoja na sheria za ardhi, taratibu za umilikishaji, upimaji, udhamini, upangaji shirikishi, usajili wa hati na nyaraka nyingine. Katika kero 4 kubwa katika wilaya ya Singida, ya kwanza ni ardhi, ya pili ni mirathi, ya tatu ni madai. Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anthony Sanga ametumia fursa hiyo kutoa mwito kwa wanawake nchini kumiliki ardhi kisheria na kuitumia kwa kuwa wana haki sawa. Mwanamke na mwanaume wote wana haki sawa katika umiliki, lakini pia katika zile haki za ardhi ikiwemo urithi. Kwa hivyo wote sasa hivi mna haki sawa, na ndio maana
tunahimiza kwamba mtoke kifua mbele, mje katika ofisi za ardhi, mpate huduma, lakini kubwa zaidi, mwisho wa siku mpate haki zenu, ikiwa ni pamoja na kumiliki ardhi na mkapata zile hati miliki. Baadhi ya wanawake walionufaika na huduma mbalimbali katika Samia Ardhi kliniki hiyo wameshukuru kwa kutatuliwa migogoro ya ardhi pamoja na kupatiwa hati miliki kwa muda mfupi. Kweli nashukuru sana, maana ni process ambayo sikutegemea kama ningepata hati yangu kwa kipindi kifupi sana. Hati hii itanisaidia kwa sababu mimi ni mjane, itanisaidia kwa ajili yangu mimi pamoja na watoto wangu. Unapokuwa na hati yako nyumbani, unakuwa unajiamini kama hii ni kitu changu halali. Hati yangu haijachukua muda mrefu, lakini pia itanisaidia kwenye shughuli zangu, na mimi ni mfanya biashara, itanisaidia naweza nikachukua mkopo, nikaweka dhamana. Takwimu za Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi zinaonesha kuwa umiliki wa ardhi kwa wanawake nchini hivi sasa ni 28%. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Uongozi wilayani Handeni mkoani Tanga umesema unaendelea na jitihada za kupambana na changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana hususan katika sekta ya elimu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Queen Yusuf. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mkuu wa wilaya ya Handeni Salum Nyamwesi amesema serikali imejipanga kuhakikisha changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu, huku akitaja elimu kuwa ni moja ya maeneo muhimu yanayohitaji msukumo mkubwa. Mimi niwahakikishie, sisi kama wilaya tumejipanga kukabiliana na changamoto hizi ambazo zinawakabili wasichana na watoto wa kike. Tunawapa kipaumbele mabinti zetu katika swala la elimu. Tunajua wana mahitaji mengi kuliko watoto wa kiume, na yale mahitaji tunapopata wadau mbalimbali, sisi waga tunaelekeza nguvu nyingi sana kwa watoto wa kike. Lakini pamoja na hapa, tuwasahau watoto wa kiume, na wenyewe tunaendelea kuwajengea ujasiri, pia wawe walinzi wa dada zao. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji Handeni Joyce Lukumai amewahimiza wanawake kutambua na kuelewa haki zao katika masuala mbalimbali ndani ya jamii. Wito wangu kwa wanawake ni kufahamu haki zao, hasa haki ya kumiliki ardhi, haki ya kupata elimu, haki ya kutokunyanyasika, kuepuka masuala ya ukatili ya kijinsia. Licha ya changamoto zinazoendelea kuwakabili wanawake katika maeneo mbalimbali, bado kuna mafanikio yanayoonekana katika juhudi za kuimarisha haki za wanawake na kukuza usawa wa kijinsia katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, taifa letu limepata mafanikio ya kujivunia katika kuimarisha haki na usawa wa kijinsia. Kumekuwa na ongezeko la ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi na uamuzi katika ngazi za kitaifa na za mitaa. Wanawake wengi sasa wanashiriki nafasi muhimu katika vyombo vya utungaji sheria, taasisi za umma na sekta binafsi, hali iliyochangia mtazamo jumuishi katika maendeleo ya jamii. Katika mkoa wa Tanga, maadhimisho ya kimkoa yanatarajiwa kufanyika wilayani Korogwe. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Na tuangazie taarifa nyingine. Kituo cha afya Nyangoto wilaya ya Tarime mkoani Mara kinadaiwa kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa jengo la huduma ya mama na mtoto, hali inayosababisha baadhi ya wazazi kutumia wodi moja na watoto. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza wakati wa mkutano mkuu wa kijiji, wananchi wa kijiji cha Mkangawalo wameshukuru serikali kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kufadhili zoezi hilo kupitia mradi wa Follow. Mpango nimeupokea vizuri na nimeona ambao mpango unaofaa katika kijiji chetu, ili kwanza tutoke tuwe na kipato kwa ajili ya chakula, tuwe na maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kizazi kijacho. Hivi mimi nakufikiria Mkangawalo itakuwa na mabadiliko makubwa zaidi, sababu tutakaa kwenye utaratibu mzuri na tutalima kwa vizuri na tutahakikisha tunatoa mazao yetu kupeleka sokoni ya kiwango mzuri, sababu ni mradi ambao unaleta matumaini kwa mwananchi kumtoa hapa alipo kwenda eneo lingine. Na wasi wananchi wenzangu na washiriki wa mkutano huu wa hadhara
kwa ajili ya kupitisha hizo sheria ni kwamba kwanza tuzitii, tuziheshimu kama sheria yenyewe ilivyo na sifa zake tatu. Kwanza sheria sifa yake ya kwanza haitaki kuzoeleka, sifa ya pili lazima iogopwe, na sifa ya tatu lazima uumie. Kwa upande wake diwani wa kata ya Mgeta Andrew Ligoha mwataka wananchi wa vijiji hivyo kufuata na kutii sheria zote walizozipitisha ili ziweze kulinda matumizi ya ardhi za vijiji walizoainisha wakati wa zoezi hilo. Akizungumza wakati wa kupokea msaada kwa ajili ya wagonjwa uliotolewa na jumuiya ya wanawake wa CCM wilayani humo, muuguzi mfawidhi wa kituo cha afya Nyangoto Silveri Sabas ameelezea changamoto zinazokabili kituo hicho. Miaka nenda rudi tunalilia jengo la mama na mtoto. Jengo la mama na mtoto ndio jengo pekee linalomwandaa mama wa kesho. Tusipopata jengo la mama na mtoto, maana yake miaka inayofuata au kesho hatutakuwa na wamama hawa kinagachuma. Hatutakuwa nao kwa sababu hawa mama wote wanatengenezeka wapi? Reba. Akikabidhi msaada huo wa vitu mbalimbali, mwenyekiti wa UWT wilaya Tarime Neema Newland amesema lengo la msaada huo ni sehemu ya kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kwa binafsi sisi kama wanawake kila mwaka waga tunapenda kufanya matendo ya huruma kwa wanawake wenzetu wenye mahitaji maalum, hususani wanawake wenye shida mbalimbali na wagonjwa kwenye mahospitali. Kila mwaka tuliisha kuwa ni picha yetu nzima ya kutembelea wanawake wagonjwa mahospitali. Kwa upande wa wagonjwa waliopokea msaada huo, wameipongeza jumuiya hiyo na kutoa wito kwa watu binafsi, mashirika na taasisi zingine kuwakumbuka kwa misaada mbalimbali. Kwa majina naitwa Neema Dominikiani Mwitore. Kwa kweli tunashukuru umoja wa wanawake, wanajituma sana kina mama, tunawapenda. Tunaomba waendelee na moyo huu wa kutusaidia. Mimi kwa jina naitwa Maria Nyakarare Maro, nashukuru sana kwa CCM kutusaidia. Naitwa Maria Matiko. Hao akina mama tunawashukuru, tumepata jina mpya Neema. Tunashukuru tumepata tena Neema, tunaongeza jina lingine. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hufanyika kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mradi wa Fola umefanikiwa kupitisha mpango wa matumizi ya ardhi na sheria ndogondogo kwa vijiji vya Mkangawalo na Isago vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mlimba mkoani Morogoro. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza wakati wa mkutano mkuu wa kijiji, wananchi wa kijiji cha Mkangawalo wameshukuru serikali kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kufadhili zoezi hilo kupitia mradi wa Fola. Mpango nimeupokea vizuri na nimeona ambao mpango unaofaa katika kijiji chetu ili kwanza tuwe na kipato kwa ajili ya chakula, tuwe na maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kizazi kijacho. Hivi mimi nakufikiria Mkangawalo itakuwa na mabadiliko makubwa zaidi. Sababu tutakaa kwenye utaratibu mzuri na tutalima kwa vizuri na tutahakikisha tunatoa mazao yetu kupeleka sokoni ya kioma. Sababu ni mradi ambao unaleta matumaini kwa mwananchi kumtoa hapa alipo kwenda eneo lingine. Nawasihi wananchi wenzangu na washiriki wa mkutano huu wa hadhara kwa ajili ya kupitisha hizo sheria ni kwamba kwanza tuzitii, tuziheshimu kama sheria yenyewe ilivyo na sifa zake tatu. Kwanza sheria sifa yake ya kwanza haitaki kuzoeleka, sifa ya pili lazima iogopwe, na sifa ya tatu lazima uumie. Kwa upande wake diwani wa kata ya Mgeta Andrew Ligoha mwataka wananchi wa vijiji hivyo kufuata na kutii sheria zote walizozipitisha ili ziweze kulinda matumizi ya ardhi za vijiji walizoainisha wakati wa zoezi hilo. Tutajua matumizi bora ya ardhi, kwamba mfugaji akae hapa, mkulima akae hapa, hapa tujenge kituo cha afya, hapa tujenge shule, hapa tujenge barabara. Yaani hapo mpango bora wa ardhi utakuwa umeshaeleweka kuliko ilivyo sasa hivi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi wangu. Sasa hizi sheria ndogo ambazo tumeziongea hapa
tunataka tuzipeleke sasa zikapate baraka kwenye baraza la halmashauri ya waheshimiwa madiwani. Zikisharudi huko tuzizingatie. Naye msimamizi mkuu wa zoezi hilo kwa halmashauri ya wilaya Mlimba, ambaye pia ni mkuu wa kanda ya Mashariki kutoka tume, Edward Mpanda, pamoja na kupongeza ushirikiano waliopata, amesisitiza utoaji wa elimu ya kutosha kuhusu masuala ya ardhi. Mwamko wa wananchi ni mkubwa mno. Tumejitahidi kutoa elimu ya ardhi, elimu ya sheria za ardhi, kanuni za usimamizi wa ardhi. Wananchi wanauelewa mkubwa, tena wanatoa hoja zingine ambazo hata sisi wataalamu tunakaa tunajiuliza kwamba upeo upi wananchi ambao wameupata. Kwa mimi kama msimamizi nimefarijika, na nashauri kwa kweli kwa huu mradi tumeanza na hivi vijiji vitatu na mradi una plani ya vijiji 23. Naongea kwa kujiamini kabisa kwamba mradi umekuja wakati mwafaka. Mipango hii ya matumizi ya ardhi kwa vijiji hivi inatekelezwa kwa kufuata lengo kuu la mradi, ikiwa ni kuongeza thamani ya zao la mpunga na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa mbinu rafiki kwa mazingira na kuhakikisha utunzaji na kuzuia uharibifu wa misitu. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Dr. Prosper Mgaya, amesema kuna umuhimu mkubwa wa kuongeza ushiriki wa watoto wa kike katika masomo ya sayansi na uhandisi ili kuwapa fursa sawa katika taaluma hizo muhimu kwa maendeleo ya nchi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ziara ya wanafunzi wa shule ya sekondari Tuliani iliyopo Magomeni jijini Dar es Salaam, Dr. Mgaya amesema chuo hicho kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kinaendelea kutekeleza mradi wa kuanzisha kituo cha umahiri cha masuala ya usafiri wa anga chenye majengo na vifaa vya kisasa vinavyofanana na vile vinavyopatikana katika vyuo vya kimataifa. Amesema ziara ya wanafunzi hao inalenga kuwapa nafasi ya kuona mazingira halisi ya kujifunza pamoja na vifaa vinavyotumika katika taaluma za urubani na matengenezo ya ndege ili kuwasaidia kupata mwamko na uelewa kuhusu fursa zilizopo katika masomo ya sayansi na uhandisi. Hasa kwa wao kufika hapa wamefunguka uelewa wao. Tafungua uelewa wa mtoto wa kike katika masomo ya sayansi pamoja na masomo ya uhandisi. Na kama mnavyofahamu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia imekuwa na programu mbalimbali ya kufanya sensitization kwa watoto wa kike. Na kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tuna hizo programu mbalimbali za kutembelea shule za sekondari. Wiki iliyopita tulikuwa Dodoma na kuna mipango mingine ya kutembelea vyuo vingine. Dr. Mgaya amefafanua kuwa takwimu zinaonyesha ushiriki wa watoto wa kike katika fani za sayansi na uhandisi bado ni mdogo, ambapo kwa sasa hauzidi 15% licha ya uwezo mkubwa wa wanafunzi wa kike wanaoonyesha wanapopata nafasi ya kusoma masomo hayo. Kwenye hizi kozi za sayansi pamoja na kozi za engineering unakuta ushiriki wa watoto wa kike haizidi 15%. Sasa hii ni asilimia iko chini sana. Si kwamba watoto wa kike hawana uwezo, lakini ni ule muamko. Manake kwa wale ambao wameshiriki katika hizi kozi tunaona hata madarasani performance yao ni kubwa sana. Kwa hawa watoto kuwaleta hapa pamoja na kwamba wameona mazingira ya kujifunzia na pia wameona na vifaa vya kisasa ili kuamsha muamsho wao. Manake wakiwa kule chuoni wana wakati hawaoni, hawawezi kujua kwamba hizi program kama hizi kwa mfano za urubani, za ufundi matengenezo ya ndege kwamba zinapatikana hapa nchini. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Tuliani Happiness Mailo amesema ziara hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi hasa wa kike kwa kuwa inawapa fursa ya kuona kwa vitendo mazingira ya masomo ya sayansi na uhandisi na kuwajengea hamasa ya kuyachagua katika masomo yao ya baadaye. Taze mtoto akisema mimi nataka kuwa pilot, mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa engineer, vyote vinawezekana. Katika ziara hii ya leo, maana tulikuwa tujui kwamba kuna vitu gani katika engineer. Katika ziara yetu ya leo hii tunaweza kwamba tumepata nuru. Ziara hiyo ya wanafunzi inafanyika zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea katika maadhimisho ya kimataifa ya siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa Machi 8 ya kila mwaka. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Wananchi na wahisani mbalimbali wameombwa kujikita katika kusaidia wanafunzi wa shule za msingi kwa kuwapatia vifaa maalum ikiwemo viatu, sare za shule pamoja na mahitaji mengine ya masomo ili kuwawezesha watoto hao kusoma katika mazingira bora na yenye kuwapa hamasa ya kuendelea na elimu. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa wakati wa hafla ya ugawaji wa viatu bure kwa wanafunzi wa shule msingi Nzasa iliyopo Mbagala jijini Dar es Salaam, ambapo msaada huo umetolewa na vijana wa kampuni ya uuzaji na uundaji wa viatu ya Tuza kwa kushirikiana na taasisi ya Shoes for Tanzania.
Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa kampuni ya Tuza Brandi Atuza Nkulu amesema kwa juhudi za pamoja kutoka kwa wadau mbalimbali zinaweza kusaidia kupunguza changamoto zinazowakabili wanafunzi wengi, hasa wale wanaotoka katika familia zenye kipato cha chini, na hivyo kuwapa fursa sawa kupata elimu katika mazingira salama na yenye kuwatia moyo kujifunza. Lengo la kufanya hivi ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, maana mimi kama mmiliki wa brandi ya Tuza nafahamu nini maana hasa ya kuanza chini. Kwa kuwa katika harakati za kuanzisha brandi ya Tuza nilianza chini kabisa kwa kuuza viatu vya mtumba, lakini leo hii niko na brandi ya Tuza. Hivyo tumeguswa kurudishia watoto hawa viatu vya shule ili kuweza kuwapa hamasa waweze kuja kuachieve ndoto zao. Naye mkurugenzi wa taasisi ya Shoes for Tanzania Alpha Kisusi amesema kwa ushirikiano kati ya sekta binafsi na taasisi mbalimbali za kijamii ni muhimu katika kuboresha ustawi wa watoto shuleni, akibainisha kuwa taasisi hiyo imejikita katika kuwasaidia wanafunzi wanaokumbwa na changamoto za mahitaji muhimu ya masomo ikiwemo viatu. Lengo letu ni kuwapa motisha vijana, watoto kama hawa. Ni malengo makubwa kwamba kila kitu kinawezekana na kama tunavyoona umefurahi. Na lengo letu kubwa pia ni kufanya kitu kama hiki kila mwaka, kuhamasisha watu wengine waweze kuunga mkono, tuende mashule mengine na tuweze kufanya vitu vizuri kama hivi. Hapo najisikia vibaya, wenzangu wanakuja na viatu vizuri, wanakuja na viatu vinavyopendeza, sisi tunakuja na eboebo. Asanteni sana kwa kutuletea viatu vya afya bora, tutakuwa tunatembea vizuri sasa hivi, tukienda chooni tutapata madhara. Kwa sina viatu ndo akanipa viatu nilivyovaa. Akaniambia hizo ebo sivae, zilikuwa zimeisha. Nakuja shule na vaa viatu hivi. Sasa leo nimekuja. Aidha, wanafunzi hao wameeleza kufurahishwa na msaada huo wa viatu, wakisema kuwa hapo awali walikuwa wakipitia changamoto kubwa ya kwenda shule bila viatu au kuvaa viatu vilivyochakaa na kupasuka, hali iliyokuwa ikiwaweka hatarini kupata magonjwa hasa wanapotumia vyoo vya shule au kutembea katika mazingira yasiyo salama. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Unasema kesho bora inatengenezwa leo. Tujikite katika kuwasaidia wanafunzi, kuwatengenezea mazingira rafiki waweze kustawi katika elimu. Na katika tamati ya taarifa yetu ya habari hii leo kwenye Adhuhuri, wafanyabiashara wadogo na wakati wameshauriwa kuwekeza amana zao kwenye taasisi mbalimbali za kifedha zinazoweza kutumika kama dhamana, hali itakayosaidia kurahisisha upatikanaji wa mikopo pindi watakapohitaji mikopo hiyo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Hayo imebainishwa jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya uzinduzi wa kampeni ya Vimba hadi 35% inaendeshwa na benki ya Access ili kuwarahisishia wafanyabiashara wanaofanya miamala yao kupata mikopo yenye masharti nafuu. Watu wengi huwa wanadunduliza, wanakusanya fedha taratibu wapate kununua bidhaa kwa ajili ya biashara zao. Lakini katika kampeni yetu ya Vimba, wakishafungua fixed deposit na sisi, wanaweza kutumia fixed deposit na wakachukua mkopo na fixed deposit kawa amana. Tuna kauli mbiu yetu ambayo inasema more than banking, tukimaanisha kwamba majukumu yetu kwa wateja wetu au Watanzania ni zaidi ya huduma za kibenki. Hiyo ni kutoa elimu ya kifedha, elimu ya uwekezaji, na ili pia kupata manufaa bora kwa muda mrefu. Na huo ndio mwisho wa Star TV Adhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Lilian Ruguga, ninakutakia mchana mwema. Endelea kufuatilia vipindi vya Star TV.